Wa Sky International TV ni ule wakati wa kutazama na kuangazia habari za michezo ya kimataifa. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga na hii ni Sky Update, sehemu ambapo unapata zile taarifa zote za kimichezo, hususan zile za nje ya mipaka ya Tanzania. Leo, siku ya leo, zipo taarifa nyingi sana ambazo zimejitokeza sehemu mbalimbali barani Ulaya, lakini na maeneo mengineyo. Na kwa kwanza tuanze kumulika habari za mchezo wa kimataifa. Rufaa ya pili ya La Liga kuwazuia kuingia kwenye mfumo wa usajili kwa Dan Olmo pamoja na Pau Victor ambao ni wachezaji wa FC Barcelona imekataliwa kwa mara ya pili na CSE, Spanish Sports Council. Hivyo Olmo na Pau Victor wataendelea na maandalizi ya mchezo wa mkondo wa pili unaowakutanisha Barcelona dhidi ya Borussia Dortmund. Kumbuka kwamba Dan Olmo alisajiliwa msimu huu akitokea RB Leipzig na mchezaji ambaye alizuiliwa kuingia kwenye usajili wa La Liga kutokana na matatizo ambayo anayapitia FC Barcelona ya financial fair play. Na tutoke huko tukaangazie taarifa nyingine. Aston Villa watapata ushindani wa moja kwa moja kutoka kwa PSG katika harakati za na mchakato wa kumsajili Marcus Rashford. Kumbuke kwamba Rashford yupo kwa mkopo kunako viunga vya Villa Park akiwa bado na mkataba na timu yake ya Manchester United. Na tuangazie taarifa nyingine. Newcastle United wameandaa ofa ya euro milioni 65 ili kuweza kumsajili kiungo wa kati wa klabu ya Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha mwenye umri wa miaka 25. Newcastle United itakabiliwa na vita ya vilabu vingine kutokea England zinazomwania nyota huyo ambaye kwa sasa anafanya vizuri sana. Ukiachana na Newcastle United, Liverpool, Arsenal lakini pia Chelsea wapo kwenye hiyo harakati ya kuweza kumtajiri kiungo huyo raia wa Brazil. Na tutoke huko na moja kwa moja tukaangazie taarifa nyingine. Nyota wa timu ya taifa ya Nigeria na klabu ya Atalanta Ademola Lookman yupo kwenye rada za klabu ya Nottingham Forest kwa mujibu wa Ben Jacobs. Lookman ameweka wazi kwa meneja wake Gianni Piero Gasperini kuwa ataondoka mwishoni mwa msimu huu. Mpaka hivi sasa Lookman ndani ya Serie A amefanikiwa kufunga magoli 13 akiwa na asisti 5. Na ikumbuke kwamba Ademola Lookman alisema kwamba moja kati ya ndoto yake ni kuweza kutumikia kunako klabu ya Barcelona, na yeye anaeleza kwamba Barcelona ndio timu ya ndoto yake tokea akiwa kwao Nigeria. Hivyo Nottingham Forest ndio wameweka wazi ama wameonyesha nia ya kumsajili na sio FC Barcelona. Tusubiri tuone mpaka mwisho wa msimu Ademola Lookman atakwenda kuitumikia timu gani ukiacha na Atalanta United. Na tutoke kwenye mpira wa miguu ama soka ama football unaweza kuita vyovyote, na tuelekee moja kwa moja NBA regular season kule nchini Marekani. NBA regular season itaendelea leo Aprili 11 kwa michezo mbalimbali kuweza kupigwa kwenye viwanja mbalimbali, na hii michezo hii itapigwa majira ya saa 9 na saa 10 alasiri. Kwa hivyo utachagua ni mchezo gani uweze kuitazama, kwa kuwa ni michezo mingi ambayo itapigwa kwa wakati huo. Indiana Pacers atakuwa nyumbani akiwaalika Orlando Magic, lakini Philadelphia atakuwa nyumbani akiwaalika Atlanta Hawks. Detroit Pistons atakuwa nyumbani akicheza dhidi ya Milwaukee Bucks, lakini Boston Celtics atakuwa nyumbani akiwaalika Charlotte Hornets. New York Knicks dhidi ya Cleveland Cavaliers, lakini Chicago Bulls dhidi ya Washington Wizards. LA Lakers ya mwamba LeBron James itakuwa nyumbani akiwaalika Houston Rockets. NBA regular season inahitimisha mkusanyiko wa taarifa zote za kimichezo ambazo nilikuandalia kwa siku ya leo. Usiache kufuatilia Sky International TV kule YouTube. Unaweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata update zote za kimichezo na sio kimataifa tu, hata hapa nyumbani Tanzania. Lakini usiache kufuatilia kule Instagram, Facebook, lakini kule TikTok, kote huko Sky International TV inapatikana ili kuweza kukusogezea taarifa zote za kimichezo. Na pia usiache kunifuatilia kule Instagram, Facebook, natumia Justin_Mwalinga. Huko nako utapata update zote za kimichezo ambazo nitakuwa nakusogezea taarifa zote ambazo utahitajika wewe kuweza kuipata. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.